Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania ambao unatutazama wakati huu kupitia mitandao yetu ya kijamii, na tukiendelea na ziara katika baadhi ya mabanda ambayo yapo katika maonesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba yaliyopo hapa mkoani Dar es Salaam. Leo tumepata nafasi ya kutembelea banda la Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti kilichopo makao makuu yapo kule mkoani Mwanza, na hapa tupo na Bwana Living Komo. Huyu ni afisa uhusiano na mawasiliano katika chuo hicho. Atatuelezea mambo mengi sana ambayo wamekuja kufanya nini hapa katika maonesho haya ya biashara ya kimataifa. Habari yako? Salama kabisa. Hongera kwa majukumu. Nashukuru sana. Nimefurahi pia kukuta banda la Chuo cha Mtakatifu Agustino Sauti kilichopo Mwanza kuwa hapa katika maonesho ya biashara ya kimataifa ya maarufu kama Sabasaba. Nini kimewafanya mmekuja hapa katika maonesho haya? Asante sana. Kwa jina naitwa Living Joseph Com, afisa uhusiano na mawasiliano Sauti kama ulivyosema. Na hapa katika maonesho haya ya 50 ya kibiashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, tumepata nafasi sisi kama Sauti kushiriki kwa ajili ya kuonesha huduma zetu tunazozitoa kama Sauti. Sisi tunatoa huduma ya kitaaluma. Na taasisi yetu ya Sauti ni taasisi ambayo iko chini ya Kanisa Katoliki Tanzania, Baraza la Maaskofu. Na tunavyosema kwamba Sauti ipo Mwanza, makao makuu, lakini pia tuna kampasi mbalimbali, maeneo mbalimbali nchini. Na kwa hapa Dar es Salaam tumepata hii nafasi ya kushiriki katika maonesho haya kwa sababu TanTrade wanasherekea jubilei ya miaka 50 ya maonesho haya tangu kuanzishwa kwake. Kwa hiyo sisi kama Sauti, hii ni mara ya 4 mfululizo tunashiriki, na tumeona kwamba ni fursa nzuri ya sisi kushiriki kwa ajili ya kutangaza huduma zetu tunazozitoa kama Sauti, lakini pia kutangaza taasisi zetu nyingine ambazo zinashirikiana na sisi katika kutoa elimu katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa wale wafuatiliaji wapya ambao pengine yawezekana ikawa ni mara yao ya kwanza kusikiliza Chuo cha Mtakatifu Agustino Sauti ya Mwanza, kuna kozi zipi pale ambazo mnatoa, ama kwa ngazi zipi mnatoa kozi kwa ngazi zipi? Asante. Sisi kama Sauti Chuo Kikuu tunatoa kozi mbalimbali katika fani mbalimbali kwa level mbalimbali. Tunatoa kozi kuanzia level ya certificate au stashahada kwa Kiswahili mpaka level ya PhD. Kwa hiyo tuna program za certificate katika fani mbalimbali, tuna program za diploma katika fani mbalimbali, tuna program za bachelor degree au shahada ya kwanza, tuna program za master degree au shahada ya pili, shahada ya uzamivu, pamoja na tuna program za shahada ya tatu ambayo ni PhD katika fani mbalimbali ambazo tunazitoa katika chuo chetu cha Sauti Mwanza, lakini pia katika kampasi zetu mbalimbali maeneo mbalimbali nchini. Kuna kozi mpya mmezitoa, ni zipi hizo? Unaweza ukamwelezea mfuatiliaji ambaye anatufuatilia wakati huu ni zipi, na namna ya kujiunga ni namna gani? Kwa namna ya kipekee mwaka huu wa masomo unaokuja 2026-2027 Sauti tumepata nafasi ya kuanzisha programu mpya 7 ambazo zitaweza kudaili wanafunzi kwa mwaka huu unaokuja wa masomo ambao unaanza mwezi wa 11. Programu hizo naweza nikazitaja kwa haraka haraka. Tuna Bachelor of Arts in Geography and Environmental Studies ambayo iko chini ya idara ya Geography. Lakini pia tuna programu ya Bachelor of Arts in Applied Philosophy and Community Development. Tuna Bachelor ya Kiswahili. Hii ni kozi ya kwanza ya Kiswahili ambayo tumeanza katika chuo chetu kwa ngazi ya Bachelor degree. Lakini pia tuna Bachelor of Science in Accounting kwa wale wanaohitaji kuwa watu wa uhasibu. Tuna kozi ya Bachelor of Hotel Management and Operations. Hii ni kulingana na kwamba nchi yetu tunaona kwamba sekta ya utalii inaendelea kukua zaidi. Kwa hiyo tumeanza programu hizi kwa ajili ya kuandaa wataalamu katika fani hizo. Pia tuna Bachelor of Arts in Advertising and Digital Marketing. Tunaposema digital marketing ni kozi ambayo inawaandaa vijana katika masuala ya matumizi sahihi ya digital platforms. Tumeona serikali imeweka nguvu kubwa katika masuala ya content creation na imetenga fedha nyingi kwa ajili ya vijana katika masuala hayo. Kwa hiyo tumeanza hizi kozi kwa ajili ya kuwajengea uwezo vijana ili waweze kuwa wataalamu katika masuala ya kuandaa content mbalimbali katika social networks. Lakini pia tuna Bachelor of Tourism in Destination Management and Marketing. Hii ni kozi pia ya utalii ambayo pia inakwenda sambamba na ukuzaji wa sekta ya utalii. Kama tulivyoona serikali imeingiza nguvu kubwa katika sekta ya utalii. Na kozi hizi zote ni mpya ambazo zinaanza kutolewa mwaka huu. Na namna ya kuapply, wanafunzi watapaswa kuingia kwenye tovuti za chuo chetu Sauti, lakini pia kwenye vile vyuo vishiriki vya Sauti ambavyo nitavitaja baadaye, ili waweze kuapply moja kwa moja. Na maombi yetu tunayapokea kuanzia kwa ngazi ya bachelor degree, tunapokea maombi kuanzia tarehe 15 dirisha litafunguliwa, wataanza kuapply kupitia tovuti ya chuo. Na maombi yatapokelewa kwa
njia ya kielektroniki na maombi yatafanyika bure. Kutakuwa mna gharama ya kutoza kwa ajili ya application hizo. Lakini pia kwa kozi za kuanzia ngazi ya certificate na diploma tayari tulishaanza kupokea maombi na wanafunzi wanaendelea kuapply. Kwa hiyo tunawakaribisha wanafunzi waendelee kuapply siku zinavyozidi kwenda, na wale wanaoapply kwa kozi za shahada za juu, masters na PhD tunaendelea kuwakaribisha kwa sababu maombi yanaendelea ili waweze kujiandaa vizuri na mwaka wa masomo ujao 2026 2027. Kwa wale watu ambao ni nje na Dar es Salaam wanaweza kuwafikiaje? Kwa wanafunzi ambao wanategemea kujiunga na sisi katika fani mbalimbali, level mbalimbali na wako nje ya Dar es Salaam, wanaweza kutupata sisi kupitia tovuti za chuo. Kwa wale ambao wanaweza kuingia tovuti ya chuo cha South Main Campus, ataweza kuona pia zile college zetu zote ambazo ziko chini ya South. Kuanzia college yetu ambayo iko Mtwara ambayo tunatoa program za sayansi ya education pamoja na kozi nyingine ambayo ni kozi ambayo ina mwamko mkubwa ya philosophy and community development ambao kwa kule kusini ndio tunatoa programu hizo. Lakini pia kwa campus nyingine kama Marian kwa kozi za sayansi, kozi chuo kama cha Jordan Morogoro kwa ajili ya programu za sheria pamoja na masuala ya falsafa na theology. Lakini pia tuna campus kule Morogoro pia ambayo inatoa programu za afya ya binadamu ambao ni St. Francis University College of Health and Early Sciences Focus. Lakini pia tuna campus nyingine ambayo ipo Tabora ambayo campus hii tunatoa programu maalum ambazo zinahusiana na masuala ya special needs education. Hizi ni kozi ambazo zinawaandaa wataalamu ambao watakuwa na dili na masuala hayo ya watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia tuna campus nyingine ambayo ipo Arusha kwa kozi za utalii na kozi za masuala ya ualimu na law. Na campus nyingine ambayo iko hapa Dar es Salaam hapa Msimbazi Center kwa ajili ya shahada za juu, masters na PhD peke yake. Kwa hiyo tunawakaribisha wanafunzi waendelee kupitia tovuti hizo za chuo ili waweze kufanya maombi moja kwa moja kupitia tovuti hizo za chuo. Kwa hapa Sabasaba mnapatikana wapi? Lakini pia kwa mfuatiliaji ambaye anatufuatilia wakati huu, akifika hapa atakutana na kitu gani? Asante. Kwa hapa Sabasaba tangu maonesho haya yameanza, sisi tunapatikana katika banda la Jakaya Kikwete katika viwanja hivi vya maonesho vya Mwalimu Nyerere, katika maonesho haya ya 50 ya jubilei ya dhahabu ya maonesho ya kibiashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapatikana katika banda la Jakaya Kikwete. Sasa tunapatikana hapa kwa ajili ya kuwaelezea wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4, kidato cha 6, wale wafanyakazi ambao wanataka kujiendeleza, kuwapatia fursa mbalimbali za kitaaluma ambazo zinatolewa na taasisi yetu ya Sauti pamoja na vyuo vyake vishiriki. Nimeona kuna mahali katika banda hili, kuna mahali hapo ameonyesha kuna ushirikiano pia na mataifa mengine. Unaweza ukaelezea? Ndio, sisi Sauti hatufanyi kazi peke yetu. Ili kuweza kuonesha au kutoa mwanga kwa vijana wetu namna gani Sauti tunashirikiana na vyuo vingine, tumeonesha hapa kwa namna ya kipekee kwamba namna gani tunashirikiana na taasisi nyingine ambazo ni vyuo vikuu vya nje katika masuala ya tafiti mbalimbali, masuala ya student engagement na exchange programs pamoja na masuala ya collaboration katika vitu mbalimbali kama innovation na student and staff mobility, kwamba wanafunzi katika kuwajengea exposure tunawapa fursa hiyo ya kushirikiana na taasisi hizi, kwamba wanafunzi wetu wanaofanya vizuri tunawapeleka katika vyuo hivi kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Lakini pia tunapokea wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali nje ya nchi wanakuja kujifunza kwetu katika kila mwaka wa masomo. Kwa hiyo hii ya collaboration ambayo tunaifanya na vyuo vingine inatusaidia kuwajengea uwezo wa wanafunzi wetu, lakini pia kukifanya chuo chetu kionekane kipo katika level za juu katika masuala ya performance na collaboration. Kwa mfuatiliaji ambaye wakati huu anatufuatilia, una lipi la kumwambia? Wito gani kwa mfuatiliaji pamoja na mwanafunzi ambaye anatamani kujiunga na chuo cha Mtakatifu Agustino Sauti? Naweza kusema kwa wanafunzi ambao wanatutazama sasa hivi na wazazi, naweza kusema kwamba tunawakaribisha sana Sauti, chuo kikuu cha Sauti kule Mwanza pamoja na kampasi zetu hizi nyingine, waweze kufurahia mafunzo tunayotoa katika fani mbalimbali kuanzia ngazi ya cheti mpaka ngazi ya PhD. Na kwa namna ya kipekee tunawakaribisha sana kwa sababu Sauti kama chuo cha kanisa Katoliki tunawajengea wanafunzi pia uwezo wa wao kuishi na jamii vizuri baada ya kuhitimu. Na kwa namna hii ni kwamba sisi kama Sauti tunajibidisha katika ulezi kwa wanafunzi. Tumewajengea uwezo wa kuwa na zile tunu za maadili. Sisi kama tunasifika kwamba ni chuo cha kanisa, kwa hiyo tunajijengea katika misingi hiyo ya kanisa Katoliki: malezi, maadili,
pamoja na mambo mengine ambayo yanawajengea uwezo wa wao kustahimili mazingira mbalimbali wanapokuwa katika sekta mbalimbali za ajira. Lakini pia tuna kozi mbalimbali ambazo tunazitoa kama masuala ya ujasiriamali. Tunasema kwamba kwa sasa hivi soko la ajira halina uwezo wa kuwachukua wahitimu wote. Tunachokifanya ni kwamba tunawajengea wanafunzi uwezo kwa kuwafundisha masuala mbalimbali ya ujasiriamali. Haya inampa uwezo mwanafunzi anapohitimu, anaweza katika mazingira yake anaweza kutumia fursa mbalimbali za kijamii kuzifanya kama sehemu ya yeye kujengea kipato na kuajiri wengine. Kwa hiyo Sauti kwa namna ya kipekee tuna hiyo sifa ya kuweza kuwatengeneza wanafunzi, kuwapatia maarifa mbalimbali ambayo yanaweza kuwahamasisha na kuwajengea uwezo katika masuala mbalimbali ya ujasiriamali na kutengeneza fursa kwa ajili ya wengine. Bwana Livingcom, ni kushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki, kila jema. Karibu sana. Asante. Mpendwa mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ni kushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami katika ziara hii ya kutembelea mabanda katika maonyesho haya ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba. Leo tumepata nafasi ya kutembelea banda la Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti kilichopo kule mkoani Mwanza, na tumepata nafasi pia ya kuzungumza na Bwana Livingcom, afisa uhusiano na mawasiliano kutoka chuo hiko. Mimi ni Joyce Mikwachu, nyuma ya kamera ni Stefano pamoja na Festo Chahali. Asante.